kama kuna eneo ambalo litawasaidia Wakenya mwaka 2027 kumpeleka nyumbani Rais William Ruto na kumfanya William Ruto kuwa rais wa kwanza katika taifa letu kuongoza kwa muhula mmoja wa miaka 5 kisha akaenda kupumzika nyumbani, ni eneo la Mlima Kenya, ukipenda Mount Kenya, ukipenda Gema Nation. Hili eneo la Gema wameweza kujiunga pamoja na wameonyesha nia kwa sauti moja kwamba hawatashiriki ndoa moja na William Ruto mwaka 2027. Kipindi ambapo ninazungumza hivyo, mpenzi mtazamaji, niko na sababu kochokocho ambazo zinanifanya mimi kuweza kutiririkwa na maneno ya kusema kwamba William Ruto eneo la Mlima Kenya litampeleka nyumbani. Sasa kuna huyu mbunge wa Maragwa Mary wa Maua ambaye aliweza kuhama kutoka kwa mrengo wa Rigathi Gachagua wa opposition na akaingia upande wa serikali. Sasa viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wamepewa jukumu la kumuuza William Ruto mashinani. Lakini sasa huyu mbunge mwenye ni wa Maragwa Mary wa Maua alipojaribu kuuza sera za Rais William Ruto mashinani, wananchi walisusia kabisa kusikiliza. Yaani waliposikia kwamba jina la William Ruto linatajwa, hotuba ya William Ruto inatajwa, hotuba ya Bwana Ruto kwamba aweze kupewa kura mwaka 2027, wananchi walisusia. Unajua kitu ambacho kinanifurahisha na Mlima Kenya, wakiamua kitu wameamua kwa sauti moja na hawarudi nyuma. Wakiamua kufanya kitu wanaamua kufanya kitu, jinsi ambavyo waliweza kuamua mwaka 2022 wakamchagua William Ruto kwa sauti moja, na ndiyo jinsi ambavyo wameweza kuamua mwaka 2027 watampeleka nyumbani William Ruto. Sasa huyu mbunge wa Maragwa Mary wa Maua alikuwa anatembea ground. Unajua kawaida ya wabunge, kipindi ambapo wako ground wanazungumza mambo ya William Ruto, wanachukua video ili wanaenda wanamwambia mkubwa, unaona vile nilikuwa na kuuza ground, toboka kitu. Asa hii kanda haikuweza kumwendea vizuri Mary wa Maua. Alikuwa anawaambia wananchi waweze kumpigia William Ruto kura, wananchi wanakataa. Hawa ndio wananchi waliweza kukula pesa za William Ruto, alafu tena wamekataa kusikiliza stori za William Ruto. William Ruto naona safari yake ya kwenda nyumbani haitasimama, inaenda kwa mwendo wa kasi. Wakati tutachagua William Samoei Ruto aendelee na kazi, kale gani maka hiyo tunaenda na Ruto akwende wina Ruto nimewezeshwa na serikali ya William Samoei Ruto. Wakati tutachagua serikali ya William Samoei Ruto na ngayona dobati haya, wakati watachagua wa Maua, wakati watachagua wa Maua mambo yakiendelea jinsi ambavyo yalivyo, kuna wabunge ambao watazuiliwa wasije wakakaribia lango la Ikulu. Hasa mbunge kama wa Maua Mary wa Maua anajaribu kumuuza William Ruto, wananchi wanakataa. Do you think William Ruto ataona umuhimu na yeye? Imebaki Gathoni wa Mshomba na yeye aweza kufanyiwa hivyo. Wengi wa wabunge ambao wako upande wa serikali watajuta sana
haswa baada ya kura za mwaka 2027. Huenda wengi wao wakakosa kurudi madarakani. Huenda kumuuza William Ruto eneo la Mlima Kenya ni kama kuuza nyama ya nguruwe eneo la North Rift, Northern Kenya. Kumuuza William Ruto eneo la Mlima Kenya ni kana kwamba unauza nyama ya nguruwe eneo la kaskazini mwa Kenya. Sasa mpenzi mtazamaji, katika kanda hii ninaomba niweze kukuchanganulia kwa undani point baada ya point uweze kuelewa ni kwa nini Mlima wanajiunga na wananchi wengi kukataa kurudisha William Ruto madarakani mwaka 2027. Unajua sio Mlima peke yake ndio wameweza kukasirishwa na William Ruto, ni Wakenya wengi, lakini sasa hivi tunazungumzia eneo la Mlima Kenya kwa sababu kanda hii imeweza kutoka Maragwa ambayo ipo Mount Kenya. Sababu ya kwanza, kabla ya hapo, ninakuomba upige subscription tafadhali, like video, bonyeza kengele. Yaani ninakuomba kwanza kabisa ulike video, like hii video. Pili, ninakuomba uweze kupiga subscription. Tatu, ninakuomba uweze kusambaza hii kanda kuelekea kwa vikundi viwili vitatu ili taarifa hizi ziendelee kusambaa. Sababu ya kwanza ambayo unapaswa kuelewa, ambayo inafanya wananchi kukataa kumchagua William Ruto aswa kutoka eneo la Mlima Kenya ni kuvunjika kwa uhusiano kati ya William Ruto na Rigathi Gachagua. Gachagua na William Ruto walikuwa ni marafiki wa chanda na pete. Wakapitia magumu, wakapiga kampeni pamoja mwaka 2022. Gachagua akainvest kwa hii serikali. Wana Mlima Kenya wakampigia William Ruto kura kupitia kwa Gachagua. William Ruto akakuja kamsaliti Gachagua, akamuondoa madarakani. Hasa mgogoro kati ya Rigathi Gachagua na Rais William Ruto umeacha majeraha ya kisiasa Mlima Kenya. Gachagua anao ushawishi mkubwa katika eneo hilo la Mlima Kenya, na baada ya kutofautiana na Bwana Ruto amekuwa akihamasisha wakaazi wa Mlima Kenya wajiondoe kwenye uungwaji mkono wa Ruto, akidai eneo hilo limesalitiwa kisiasa baada ya William Ruto kumuondoa madarakani. Kwa hivyo Gachagua anasema kwamba eneo la Mlima Kenya lilisalitiwa kisiasa, kwa hivyo lazima waweze kujiondoa. Kwa sababu gani? William Ruto aliweza kumuondoa madarakani baada ya kumsaidia kupata kura. Namba mbili, wananchi wa Mlima Kenya wanahisi kutengwa na ahadi za kampeni kutotimizwa. Ahadi za kampeni ni nyingi na eneo hili linahisi kwamba limetengwa na William Ruto. Watu wengi kwenye kazi wanaondolewa, biashara nyingi sana za Mlima Kenya zinavunjwa, watu Gikomba biashara zao zinabomolewa hapa na pale. Sasa eneo lile linajihisi kwamba limeweza kutengwa. Zile ahadi ambazo rais aliweza kuwaambia kipindi cha kampeni baada hajaweza kuzitimiza. Aliwaambia hata mteza naibu wake Gachagua aliondolewa mapema sana hata kabla ya hiyo miaka 5 kukamilika. Aliwaambia kwamba hataweza kuongeza ushuru. Ushuru ndiye ameweza kuongeza, sasa anataka kujifanya anapunguza kipindi ambapo tunaelekea kwenye uchaguzi. Alisema kwamba ataunda ajira. Kazi iko wapi? Alisema kwamba hatatumia madaraka kupiga makanisa, kumwaga vitoza machozi kanisani. Juzi tuliona kanisa ambalo Gachagua alikuwa anaabudu eneo la Mlima Kenya lilimwagiwa vitoza machozi. Kile ambacho Rais William Ruto alisema kipindi cha kampeni kwamba hataweza kukifanya, ndicho hicho ambacho anakifanya. Sasa wakazi wengi wa Mlima Kenya walimpigia William Ruto kura kwa wingi mnamo mwaka 2022 wakitarajia maendeleo, ushawishi wa serikali na manufaa ya kiuchumi. Hata hivyo, kuna hisia kwamba namba moja, eneo halijapata nafasi na miradi walioahidiwa na Bwana Ruto. Namba mbili,
wanahisi kwamba uamuzi mwingi wa serikali hauzingatii maslahi ya wanamlima Kenya. Napata kwamba viongozi wa serikali wanasema kwamba mlima Kenya, hii nchi si yao, mlima Kenya wanajisikia bla 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 bla. Namba 3, mambo haya yote yameweza kuzua hisia za maumivu ya kisiasa. Sasa wananchi wengi eneo la mlima Kenya wanahisi kutengwa na ahadi kutotimizwa. Jambo jingine la 3 ambalo linafanya wananchi wa mlima kutosikiliza sera za William Ruto na hawataweza kumchagua ni kutokana na kwamba gharama ya maisha na sera za ushuru zimeweza kuwakwaza, zimeweza kuwakasirisha. Unaelewa, kuna kupanda kwa bei ya chakula. Kipindi ambapo tumeweza kuongezewa ushuru, napata kwamba biashara zinaathirika. Na mnaelewa watu gani kwa hii taifa letu wanafanya biashara? Ni watu wa kutoka eneo la mlima Kenya. Kipindi ambapo naguza sekta ya biashara, umeguza sekta ya watu wa mlima Kenya. Sasa tunaelezwa kwamba ushuru na kodi, ushuru wa nyumba, ushuru wa mafuta pamoja na bidhaa muhimu kumewaumiza sana wananchi wakiwemo wana mlima Kenya. Wengi wanalaumu sera za serikali ya Ruto na hali ngumu ya maisha, na hii imeathiri uungwaji mkono wa kisiasa wa William Ruto eneo la mlima Kenya. Kitu kingine ambacho kinawakasirisha wana mlima Kenya na hawataki kumpigia William Ruto kura ni kwa sababu William Ruto anataka kuligawanya eneo la mlima Kenya kwenye pande mbili. Yeye hajagawa Rift Valley, anataka kugawa mlima Kenya. Kwa nini? Into 2 parts. Kwa nini? Ndiposa ikuwe rahisi kwa yeye kuongoza. Lakini hakuna kiongozi mwenye ametoka mlima kwenda kugawanyana Rift Valley. Sasa hayo ndio mambo ambayo unakuta kwamba yamekasirisha wananchi kuweza kukasirika, na wamesema kwamba wataweza kumchagua William Ruto. Bila kusahau, unaona yale maandamano ambayo yaliweza kutendeka mwaka 2024, wananchi wengi walipoteza watoto wao, wananchi wengi walipoteza marafiki zao, na wananchi wengi walipoteza majirani zao. Hadi sasa hivi mtu mwenye ameweza kusahau yale ambayo yaliweza kutokea mwaka 2024 hana mwelekeo wa maisha. Mzazi hawezi akasahau wale watoto ambao waliuawa. Sasa unapata kwamba wananchi wamekasirika na Bwana Ruto kutokana na yale ambayo yalitokea kwa serikali yake kuamuru maafisa wa polisi kuwapiga wananchi risasi za mguuni, kuwapiga risasi kwa kuandamana. Yale mambo yaliwakasirisha wananchi. Hayo ni matumizi mabaya ya mamlaka. In fact, niliona mbunge mwingine akisema kwamba ninaomba msamaha kwa kuweza kusema kwamba polisi wagonge watu risasi. Huyu mbunge wa Belgut Nelson Koech. Hayo ndio mambo kati ya mengine ambayo yanachochea mpaka wananchi wa mlima kusema kwamba ni heri hata wajaribu Matiang'i ama wajaribu Kalonzo au wajaribu mtu mwingine, lakini si William Ruto mwaka 2027. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra.